Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 29 ya mwezi wa 4 mwaka 2026, siku ya Jumatano. Nikualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini kubwa, usisahau kuacha comment yako kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakiandika comment. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa, tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni tume ya Chande yaja na mambo matatu ya amani. Habari katika ukurasa wa 3. Miradi umwagiliaji kutengewa bilioni 25 kila mwezi. Habari katika ukurasa wa 8. Tanzania Belarus kushirikiana maeneo 7. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7. Serikali yapata trilioni 3.3 za ujenzi SGR. Habari katika ukurasa wa 7. Kilimo kimelipa mchango wake sasa 25%. Utoshelevu wa chakula 130%. Mauzo ya nje nchi yashika kasi. Ajira milioni 3 za nukia. Habari kamili ni katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika falsafa ya 4R, kipimo cha mageuzi ya kisiasa Tanzania tangu 2021. Habari kamili ni katika ukurasa wa 4. Alihukumiwa maisha jela wizi wa mtoto achiwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 15 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni ripoti ya tume ya Jaji Chande ni haki uwajibikaji, yasema ndio kilio cha Watanzania kwa tume. Wajumbe wapokea SMS 300 za matusi, wajibu wa ukosoaji, wazungumzia waliotekwa kupotea. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. 758 idadi ya watu walioripotiwa kupotea, kutekwa, kutoonekana kwa kipindi cha miaka 3, huku 503 wakipatikana na 256 bado hawajapatikana. Nukuu ya Jaji Chande nasema, tulishauriwa na viongozi wakuu wa nchi tulioona kwamba anayestahili kuwajibika awajibishwe kwa mujibu wa sheria na asiyestahili kuwajibishwa asiwajibishwe. Wengine wakaenda mbali zaidi kwamba asitolewe mtu kafara kwenye kuwajibishana. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Vipaumbele 6 kilimo fursa BBT hadi wilayani. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Zamu ya mikoa 4 kufikiwa mwendo kasi. Habari katika ukurasa wa 7. Dar es Salaam, serikali imeanza kufanya tafiti za ufumbuzi yakinifu katika miji 4 mikubwa nchini ili kuongoza mipango ya baadaye ya miundombinu usafiri. wa undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 7. Safari ya Hashim Kambi kutoka soka sanaa hadi kufikwa na umauti. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Gari lako linahitaji huduma ya haraka ya kitaalamu? Usijali, Ara Auto Garage iko hapa kukusaidia. Toa huduma za matengenezo ya magari ya aina zote, service ya magari ya kisasa, matengenezo ya engine na gearbox, kupiga rangi, kuagiza spare parts aina zote, huduma ya breakdown popote ulipo, upimaji wa changamoto ya gari kwa kutumia kompyuta ni bure kabisa, na wewe utalipa matengenezo. Ara Auto Garage ipo Songea mjini, jirani na hospitali ya Mjini. Wasiliana nasi kwa simu namba 0629205099 au 0789078374 na 0627781106. Usalama wa gari lako
ni kipaumbele chetu. Ara Auto Garage, huduma ya haraka, ya kitaalamu na ya kuaminika. Gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni tume ya matukio Oktoba 29 yaendelea kufunguka, yatoa sababu za kutotaja majina ya wahusika, yasema kumeibuka tabia hatari. Jaji Chande, sote tunatakiwa kuwajibika lakini kwa haki. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Rais Samia ameonyesha dhamira ya kufanya uchunguzi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 400. Belarus kuongeza ushirikiano wa biashara. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Mchango wa madini kwenye pato la taifa upongezwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 8. DC Sima asisitiza uwajibikaji na ubora wa uzalishaji. Habari katika ukurasa wa 5. Bodi ya REA yaridhishwa na kasi ya miradi ya umeme. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Trump arefusha muda wa usitisho wa mapigano. Habari katika ukurasa wa 19. Ubia wa kipindupindu na uchafu unavyoua haraka. Habari katika ukurasa wa 11, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenye limeandika tume Oktoba 29. Jaji Chande, sisi sio mahakama, afafanua hoja zinazotiliwa shaka, akiri wapo ambao matamanio yao hayakufikiwa, wanayo majina ya wahusika lakini hawatotaja, wamepokea SMS 300 za matusi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. EU inyosha mkono kwa manusura maporomoko. Habari katika ukurasa wa 16. Chadema tunasaka njia ya kumnasua Tundu Lissu, ngome kuu CCM nayo yajifungia. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Muhimbili yashtuka kupungua ubora wa mayai ya uzazi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika ajerusha mtoni na kufa akitoka kanisani kidato cha 4, ajiua kisa mzazi kuitwa shuleni. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 pamoja na ukurasa wa 4. Tiba ya sickle cell, historia yaandikwa nchini, wagonjwa 30 wapandikizwa uloto. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Tulitazame sasa gazeti Raia Mwema lenye limeandika vurugu Oktoba 29, vigogo CCM Chadema hawaponi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Mnyukano wa urais RC Chalamila agoleza moto. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Habari picha inamuonesha Dr. Nchimbi, Dr. Mpango, Majaliwa na Mwigulu. Waathirika wa moto mafuriko wasaidiwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Wafanyabiashara matumaini kibao, sherehe za Mei Mosi. Habari katika ukurasa wa 4. Njia ya maridhiano kwa mustakabali wa Tanzania. Habari katika ukurasa wa 12. Ni dabi ya kung'oa makocha Simba na Yanga. Habari katika ukurasa wa 20. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Raia Mwema, muungwana ni kitendo. Gazeti Uhuru kweli daima ninalo mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni undani siku 123 tume ya Jaji Chande, ndugu ya Mohamed Chande Othman, ikisema kazi ya msingi ya tume ilikuwa kubaini hoja kutokana na ushahidi uliowasilishwa mbele yake, kujibu hadidu za rejea ilizopewa ambazo ni kubaini chanzo cha ghasia kwa kina kilichotokea siku ya uchaguzi baadaye na vichocheo. Alisema akitolea mfano wa vyanzo hivyo ni kama mafuta na kiberiti. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 2. Kilimo cha chochea ukuaji pato la taifa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Profesa Kiyondo Lubinga waonesha njia kwa vijana. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika kamati kuu. Habari picha ikimwonyesha mwenyekiti wa CCM Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akiongoza kikao cha kamati kuu ya halmashauri kuu ya CCM jijini Dar es Salaam jana. Bajeti ya mapato na matumizi 2026-2027 Wizara ya Madini ni katika ukurasa wa 7 hadi ukurasa wa 14. Gazeti hili limeandika ustaafu kupewa mbinu maisha bora ya uzeeni. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 17, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru ukweli daima. Na sasa tukikia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti lenye limeandika siku ya hukumu, raundi ya kwanza Kariakoo Derby, vita 3 ngumu kuamuliwa, Duke Abuya awaibua wakongwe. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Habari picha ikimwonyesha Suleiman Mwalimu pamoja na Prince Dube. Ni hii leo saa 2:15 usiku, Yanga dhidi ya Simba, kombe la Muungano fainali. Gazeti hili limeandika 7 ni mataji yaliyotoa Yanga katika kombe la Muungano
ikiwa inaongoza. 6 ni mataji ya kombe la Muungano tangu lilivyoanzishwa ambayo Simba Sports Club wameyabeba. Gazeti hili limeandika Hashim Kambi kutoka soka sanaa hadi kifo chake, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7. Na leo tena Atletico Madrid dhidi ya Arsenal saa 4 kamili usiku, UEFA Champions League. TPL kesho Alhamis ni Mbeya City dhidi ya Mashujaa saa 10:15 jioni, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake mbele. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Nalo gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenyewe katika ukurasa wake nyuma limeandika haponi mtu leo ni Simba dhidi ya Yanga Sports Club fainali kombe la Muungano. Undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani. Hifadhi Ngorongoro yajipanga AFCON, habari katika kurasa za ndani. Mamia wamzika Kambi da, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. EPL yaibana Man City, habari katika ukurasa wa 22. Ibra Class nimeheshimisha nchi, habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Ukurasa wa nyuma wa gazeti Uhuru kweli daima, habari za michezo na burudani, limeandika siku ya hukumu saa 2:15 usiku, timu za Yanga na Simba zitapambana. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 23. Mamia wamzika Hashim Kambi, wachezaji Tanzanite Queens wampa jeuri Shime, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 21. Bondia Egen Kayanga kazi, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Atletico Arsenal hapatoshi leo, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Kigogo TFF afunguka kuhusu rushwa, habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima, na gazeti hili linakamilisha udukuzi hapa Toka Zamani TV.